Karibu kwenye Pesa Vibe. Leo tunazungumzia siri kubwa ambayo inatofautisha watu wa kawaida na wale waliopiga hatua kubwa maishani. Kufanya kazi sio kwa ajili ya mshahara pekee, bali kwa ajili ya kujifunza na kujenga ujuzi. Kuna msemo maarufu unasema, "Don't work for money. Let money work for you." Lakini kabla ya hela kukufanyia kazi, lazima ujenge msingi, ujuzi na maarifa. Fikra potofu kuhusu kazi na mshahara. Watu wengi wakiulizwa kwa nini wanaenda kazini, jibu lao la kwanza ni ili nipate mshahara. Lakini tafiti zinaonyesha jambo la kushangaza. Gallup Research 2022 ilionyesha kuwa zaidi ya 85% ya wafanyakazi duniani hawapendi kazi zao. Wanafanya tu ili wapate mshahara wa mwisho wa mwezi. Lakini kundi dogo la watu, wale wanaojikita kwenye kujifunza, huwa ndio baadaye wanakuwa viongozi, wajasiriamali au wataalamu wanaolipwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mshahara unaweza kukulisha leo, lakini ujuzi unakulisha maisha yote. Kwa nini kujifunza ni muhimu zaidi ya mshahara? Kwanza, maarifa yanazaa fursa. Ripoti ya World Economic Forum 2023 ilibainisha kuwa zaidi ya bilioni 1 ya watu watapaswa kujifunza ujuzi mpya ifikapo mwaka 2030 kutokana na mabadiliko ya teknolojia na artificial intelligence. Hii inamaanisha kama unafanya kazi bila kujifunza, unaweza kupitwa na dunia inavyokimbia. Pili, ujuzi hutoa uhuru. Ujuzi ni kitu kisichoweza kuchukuliwa na mtu. Wanaweza kukufukuza kazi, lakini hawawezi kufuta ujuzi wako. Mfano, Steve Jobs alifukuzwa Apple, lakini kwa sababu alikuwa na ujuzi, baadaye akarudi na kuifanya Apple kuwa moja ya kampuni kubwa zaidi duniani. Tatu, mshahara una kikomo, ujuzi hauna kikomo. Katika utafiti wa LinkedIn Learning 2021, 94% ya wafanyakazi walisema wangebaki muda mrefu zaidi kazini kama kampuni ingewawekea mazingira ya kujifunza. Hii inaonyesha watu wanathamini kujifunza kuliko mshahara pekee. Watu waliochagua kujifunza badala ya mshahara. Elon Musk alianza kwa kujisomea vitabu vya roketi peke yake. Hadi leo NASA inashirikiana naye kupitia SpaceX. Hakuwa na mshahara mkubwa mwanzoni, lakini ujuzi aliopata ulimpa fursa kubwa zaidi. Oprah Winfrey alianza kazi ya redio kwa mshahara mdogo sana, lakini akaiona kama nafasi ya kujifunza jinsi ya kuzungumza, kuelewa hadhira na kuwasiliana. Ujuzi huo ndio ulimfanya kuwa bilionea leo. Jack Ma, mwanzilishi wa Alibaba, alifeli mara nyingi kwenye maombi ya kazi, hata KFC. Lakini hakukata tamaa. Alijifunza Kiingereza kwa kujitolea kama mwongoza watalii. Ujuzi wa Kiingereza ulimfungulia milango ya kimataifa na kumjengea mtandao wa biashara. Jinsi ya kujenga ujuzi katika kazi yako. Chagua kazi yenye nafasi ya kukufundisha kitu hata kama mshahara ni mdogo mwanzoni. Mfano, mtu anayefanya internship bila malipo, lakini anapata exposure na mentorship bora, anaweza kupata thamani kubwa zaidi ya mshahara wa haraka. Kuwa mtu wa kuuliza maswali. Tafiti za Harvard Business Review zinaonyesha watu wanaoonyesha curiosity kazini ndio huwa wabunifu zaidi na hupanda vyeo haraka. Jitolee zaidi ya kazi uliopewa. Hii inakupa nafasi ya kuingilia miradi mipya, na hapo ndipo unajifunza ujuzi tofauti. Jifunze nje ya kazi. Kusoma vitabu, kozi matandaoni au kujifunza kutoka kwa watu waliokutangulia. Vitabu kama Rich Dad Poor Dad cha Robert Kiyosaki vinasisitiza wazi, don't work for money, work to learn. Mtazamo wa kimataifa kuhusu ujuzi. Ripoti ya McKinsey & Company 2022 ilibainisha kuwa 87% ya kampani duniani tayari zina pengo kubwa la ujuzi, skills gap. Shirika la kazi duniani ILO linakadiria kuwa vijana wanaojenga ujuzi wa kidigitali leo
wana nafasi kubwa mara 3 zaidi ya kupata ajira zenye malipo makubwa kuliko wale wanaotegemea vyeti pekee. Ndio maana kampuni kubwa kama za Elon Musk hawataki vyeti, ila wanataka ujuzi. Hivyo basi, ndugu yangu, usiangalia kazi yako tu kama chanzo cha mshahara. Angalia kama ni chuo cha maisha kinachokufundisha kitu. Mshahara unakupa chakula cha leo, lakini ujuzi unakupa uhuru wa maisha yote. Kumbuka, fanya kazi ili ujifunze, sio ili ulipwe tu. Kwa sababu maarifa yanazaa fursa, na fursa zikishazaliwa, pesa zitakufuata zenyewe. Kama umejifunza kitu mpya leo, hakikisha una like na kushirikia video hii ili na wengine wanufaike. Tukutane kwenye video inayokuja.